Ukiamini unachokifanya utaweza kufanya kwa upendo zaidi, kwa sababu kila kitu kinafanywa kwa jitihada za makusudi. Ukifanya jambo ambalo haulipendi au hauliamini, basi ni rahisi sana kuona kwamba wanaweza kufanikiwa watu wengine na sio wewe. Hakuna jambo dogo wala kubwa, inategemea tu umelipa thamani kiasi gani. Hata kitu kidogo kinaweza kuwa na thamani kubwa kama utakiamini na utakipenda. Mambo vipi mtazamaji wa SPN TV, matumaini yangu ubuheri wa afya. Karibu sana kwenye kipindi chako pendwa kabisa Each One Teach One na mtangazaji wako Kheri Almasi. Kama ilivyo ada, kila leo tunakuwa hapa kukupa hamasa nyingi za kuendelea kupambania ndoto za maisha yako. Na leo tutainuka na wewe kijana ambaye una hisia nyemelezi za kukata tamaa, kwa ajili ya kukupa hamasa nyingi za kuendelea kutimiza ndoto zako, kwa sababu kukata tamaa sio jawabu la changamoto yoyote. Leo nimekuandalia mambo matano ambayo yanaweza kukuinua na kukupa hamasa katika kuendelea kutimiza ndoto za maisha yako. Jambo la kwanza unatakiwa kuzingatia ni kutambua nafasi yako katika jamii. Wewe ni nani? Ukitambua nafasi yako katika jamii, hautoweza kujilinganisha na watu wengine. Utajiamini na utaona kwamba una nafasi kubwa ya kubadili maisha yako wewe mwenyewe. Ukiweza kuamini kwenye utofauti ulionao na watu wengine, hautopata tabu kuyafikia malengo yako, kwa sababu utaamini kwenye hatua zako za kufikia ndoto ulizojipangia. Hili ni jambo la msingi sana, kwa sababu wewe ndio injinia wa maisha yako. Usipojiamini na usipoweza kujitofautisha na watu wengine, utahisi kwamba kuna watu wanachukua nafasi yako. Lakini ukitambua nafasi yako katika jamii, itakuwa ni msingi mzuri kabisa wa kuyafikia malengo yako. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, unatakiwa uwe na malengo. Malengo ni msingi au ni dira ya kutimiza malengo yako. Usipokuwa na malengo, utahamahama sana katika michakato yako ya maisha. Unaweza ukafanya hili, haujamaliza, ukaenda kwenye jambo jingine, haujamaliza, ukaenda kwenye jambo jingine, kwa sababu hauna malengo. Malengo ni destination, ni uzio ambao unatakiwa kuufikia kupitia process fulani. Kwa hiyo usipokuwa na malengo, hautoweza kuona njia za kupita ili uweze kufikia malengo yako. Kwa hiyo malengo ni jambo la pili ambalo unatakiwa kuwa nalo ili uweze kukamilisha kwa njia rahisi, kwa sababu utastiki katika njia moja na utafikia malengo yako. Hilo ni jambo la pili. Na jambo la tatu ni kuamini unachokifanya. Ukiamini unachokifanya, utaweza kufanya kwa upendo zaidi, kwa sababu kila kitu kinafanywa kwa jitihada za makusudi. Ukifanya jambo ambalo haulipendi au hauliamini, basi ni rahisi sana kuona kwamba wanaweza kufanikiwa watu wengine na sio wewe. Hakuna jambo dogo wala kubwa, inategemea tu umelipa thamani kiasi gani. Hata kitu kidogo kinaweza kuwa na thamani kubwa kama utakiamini na utakipenda. Hilo ni jambo la tatu. Na jambo la nne ni jitihada za makusudi. Watu wengi wanakuwa na ndoto za maisha, wanaseti mipango yao mizuri, lakini jitihada zinakuwa ndogo. Usipokuwa na jitihada katika jambo unaolifanya, maana yake utachelewa kufanikisha au hautofanikisha kabisa, kwa sababu jitihada za makusudi ndio kitu pekee kinachoweza kukusukuma wewe kufikia malengo. Kwa hiyo hili ni jambo la nne muhimu ambalo unatakiwa ulifanye jitihada kwa hali na mali kuweza kufikia lengo lako ambalo umelikusudia kufikia. Jambo la mwisho ni kusubiri. Watu wengi wanapokuwa katika michakato ya kufanikisha malengo yao, wanawatazama watu ambao tayari wamefanikiwa. Hivyo inapelekea kuona wanachelewa, michakato yao ni midogo, wanawatazama watu. Kwa mfano, mathalan, mtu amekuwa na ndoto ya kuwa mpishi mashuhuri kitaifa au dunia mzima imtambue kwamba yeye ni mpishi mzuri. Mara nyingi huwatazama watu ambao wamefanikiwa katika upishi. Mchakato unapochelewa, anajihisi kwamba yeye hawezi kufikia malengo kwa sababu wengi wamempita. Hivyo anaweza kutamani shortcut way ili aweze kufikia malengo yake, kitu ambacho badala ya kufika malengo kinapoteza kabisa malengo, na mwisho wa siku anaishia kukata tamaa na malengo hayatimii. Hii ni Success Path, Each One Teach One, bin Kheri Almasi.